Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Kwanza tutambue uwepo wa wazee wetu na mashehe zetu na walimu wetu ambao wako na tebo. Mtu mmoja aliwahi kuandika kitabu kinaitwa What to say and how to say for all occasions, nini cha kusema na jinsi gani useme katika matukio yote. Sisi wanafunzi ambao tunajifunza uslubu al-khitaba, tunajulishwa ya kwamba kabla ya kusimama au kabla ya kuzungumza mahala popote, ni lazima uanze kutambua nafasi za watu na hali za watu katika tukio kama hilo. Na hii wataalamu wa mambo ya uslubu al-khitaba wanaita recognition, utambuzi, au katika lugha nyingine ni itifaki. Ndio maana inamwajibikia mzungumzaji kila anaposimama mahala katika mikusanyiko kama hii aanze kuwataja watu kwa nafasi zao na hali zao. Na hii inaendana sambamba na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, anzilu nnasa manazila, wawekeni watu katika nafasi zao. Kwa kuchunga muda, nitambua nafasi ya kila mmoja na itumie neno ambalo wanasiasa wapenda kulitumia kwamba itifaki imezingatiwa. Kila mmoja tunatambua kadhi yake na heshima yake, na tunatambua ile makana yake aliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, Sura Al-Isra 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hii ndio maana ambayo Najm Mudiz alipresenti katika mkusanyiko wetu wa leo katika Sabahi. Mtu mmoja aliwahi kusema, al-insanu madaniyun bil-tabi, mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa kuishi kijamii. Al-insanu madaniyun bil-tabi, mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa kuishi kijamii na wanadamu wengine. Ukisoma ndani ya Qur'an neno al-insan, Mwenyezi Mungu amelirudia mara 65. Mfano wa aya hiyo, hal ata ala al-insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an madhkura. Mfano na nyinginezo mara 65 Mwenyezi Mungu ametaja neno al-insan. Wanachuoni wanakueleza, wapo wanawachuoni wa lugha wanaosema neno al-insan ni ismu jami, kwa maana halinyumbuliki. Lakini wanawachuoni wengine wa lugha wa maeneo ya Basra, Iraki leo, wanasema neno al-insan ni kalimatun mushtaqatun min unsi, ni neno ambalo unaweza ukalinyumbua likarudi katika asli, maana yake ikawa ni unsi. Al-insan ni maana ya unsi, katika safu unaweza likarudi. Wanawachuoni wa maeneo ya Basra. Na ukisema neno unsi, maana yake mwanadamu ni kiumbe ambaye hawezi kuishi peke yake, ni kiumbe aliyeumbwa kuishi kijamii na wanadamu wengine. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hii ndio aya ambayo tunatembea nayo. Ikiwa mwanadamu ni kiumbe ambaye ameumbwa kuishi kijamii, maana yake ni kwamba lazima akubali kutengeneza mahusiano na wanadamu wengine. Kazi hii alifanya na alama mzee wetu Sheikh Shaban Ali rahimahullah, Mwenyezi Mungu awajaliwe walipo. Alifanya kazi hiyo kubwa ya kutengeneza mahusiano, na ndio maana leo utakuta hata wale aliowatengeneza, mfano mzee wetu mrabi wetu Salam Zuberi anatoka Tanga, anakuja Dar es Salaam, anakuja Mtambani na maeneo mengine, anatembea. Lengo ni kutengeneza mahusiano na watu wengine. Al-insanu madaniyun bil-tabi,
mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa kuishi kijamii na wanadamu wote. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotoka Makka kuhamia katika mji wa Madina, miongoni mwa vitu ambavyo alivifanya, akha baina al-muhajirin wal ansar, Mtume aliunganisha udugu baina ya muhajirin na ansar, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu anasema yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ilifika mahala watu walikuwa wako radhi kutoa vile vichache walivyokuwa navyo kwa ajili ya ndugu zao walitoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Ni kwa sababu Mtume aliyatengeneza mahusiano baina ya watu wa Makka na watu wa Madina, lao likawa ni moja. Nimalize nikaishi. Ndugu zangu, watu wa Makka, wanafunzi wenzangu na walimu wa Makka, mtu mmoja aliwahi kuandika kitabu, Right or Wrong, This is my country. Iwe nzuri au mbaya, hii ndio nchi yangu. Narudisha na maneno kuambia kwamba iwe nzuri au mbaya, hii ndio mambo yetu. Lazima tukubali kutengeneza mahusiano. Ikiwa mzee wetu, mwabi wetu, juu ya hali yake na magonjwa yanayomwegama, Mwenyezi Mungu ampe shifaa, anaweza kutoka hapa Tanga akaja mjini mpaka Mtambani kwa mwili. Al-insanu madaniyu bitabi'i, mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa kuishi kijamii na watu. Mzee wangu Sheikh Muhammad Ali kila kukicha namuona anakuja Dar es Salaam, anatembea huku na kule, maana yake anajaribu kutengeneza mahusiano. Ndio kazi aliyokuja kuifanya Bwana Mtume Muhammad, ndio kazi alifanya Sheikh Shabani Halili. Ndio maana leo naiona maa walipo katika muonekano huu. Bila ya kutengeneza mahusiano yaliyokuwa mazuri, bila ya kushirikiana wanamawa, maana yake tutarudisha mawa yetu nyuma. Right or wrong, this is our mawa. Iwe nzuri au mbaya, hii ndio mawa yetu. Hakuna mtu atakayekuja from nowhere kuja kuilenga mawa isipokuwa sisi wenyewe. Usidanganye. Na hakuna mtu anayeweza kuja kuibomoa mawa isipokuwa ni sisi wenyewe. Ni namna gani tutakuwa tayari kushirikiana kwenye kuitengeneza mawa? Alipotuacha Shabani Halili, ndio mnaona leo haya maendeleo yanapatikana. Aliyowaacha Shabani Halili, wazee wetu kina Kisam Zuberi, hao mnawaona ni watu ambao walielewa, wakafinyangwa, wakamsoma vizuri, wakatambua mahusiano yake. Leo tunaona hapa kuna wazee wa Makizaro wamekuja katika Samai, kutoka Makizaro wamekuja. Maana yake Sheikh Shabani aliishi vizuri na watu, ndio maana wakampokea, wakampa watoto, akapewa eneo. Leo tunaiona hii mawe yako hapa, na wazee wetu hawa wanafanya kazi ya kutengeneza mahusiano. Sisi tusiwe sababu ya kuibomoa mawe. Al-insanu madaniyu bitabi'i, tuwe tayari kutengeneza mahusiano. Ni ajabu leo anaweza akawa anatoka Mwanza ya Tanga anakuja Dar es Salaam kule, kisha kuna vijana wa Kimao wanatoka vile wana habari kama Mwanza alikuja mjini. Kuna watu wana misikiti kule, kuna watu wana madarasa kule, kuna watu wana nafasi kule. Yaani kwa nini hawe proud kama Mwanza, mtu ambaye kanifundisha neno la kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, amekuja ukatetemeka ukampokea kwa heshima kubwa? Kwa nini tunadharau kazi zetu? Kwa nini tunadharau viongozi wetu? Tuitengenezeni mawa yetu. Mtu mmoja amesema a good dancer must know when to leave the stage. Ukiwa mwigizaji mzuri lazima ujue muda sahihi wa kuacha jukwaa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.